Tunaoimba ndani ya kanisa lazima waongoze na kuwavuta watu kuelekea Mungu, si kwa sifa ya kibinadamu, bali kwa sifa na utukufu wa Mungu mwenyewe. Muundo wote tunaotumia katika uimbaji ndani ya kanisa, sauti zetu tunazotumia katika uimbaji ndani ya kanisa, iwe ni sauti au ishara ya kusema ndiyo kwa Mungu. Sauti yenu hiyo iwe ni ishara ya nje ya kusema Mungu, tutatimiza mapenzi yako. Tambueni kwamba hija hii inahitaji kuamsha ari ya kwenu katika kuhubiri, kwani uimbaji ndani ya kanisa au sanaa yote ndani ya kanisa inalenga kuwahubiria watu uwepo wa Mungu. Na mnakumbuka msemo wa zamani kabisa ambao wengi wanaambatanisha na lugha ya Mtakatifu Agustino au na maneno ya Mtakatifu Agustino kwamba anayeimba vizuri anasali mara mbili. Kwa hiyo ninyi mnapoimba sio tu mnasali mara mbili, bali mnapoimba mnahubiri. Mnapoimba kwenye misa au katika ibada za kuabudu au kwenye makusanyiko mbalimbali, mnahubiri bila maneno mengi, bali kwa sauti hizo nyororo, kwa sauti za kupendeza. Ndivyo kanisa linalothamini utume wenu. Hivyo basi, sauti zenu zinaweza kufunda mioyo migumu iliyolegea ama iliyoshupavu. Sauti zenu zinaweza kufariji waliovunjika moyo, zinatia nguvu waliochoka, zinaamsha roho zilizolala, zinawavuta watu karibu na uwepo wa Mungu. Kila mtu anayekuja kanisani akiwa amechoka kabisa au amekata tamaa au ana majeraha katika familia yake au na mzigo wote ule wa kiroho, hupokea faraja kupitia sauti zenu za dini. Na ni ushahidi usiopingika kwamba tukiimba vizuri kwa nia kabisa na moyo thabiti, kadiri kanisa linalofundisha, sisi tunaweza kuhubiri vizuri zaidi kuliko mahubiri ya padri yote, kwa sababu nyimbo zinahubiri zaidi kuliko kitu kingine. Mafundisho yanasahaulika kirahisi, lakini nyimbo zinaweza kumhubiria mtoto, mtu mzima, yeyote yule akisikiza nyimbo, aliye Mkristo na si Mkristo. Nyimbo zetu akisikia anahubiriwa vizuri zaidi. Kwa hiyo neno la Mungu linafika mbali zaidi, hasa kwa ulimwengu wa leo kupitia teknolojia. Tunapoimba nyimbo hizo za kusifu na kumtukuza Mungu ama za kuwashauri watu wamwelekee Mungu, nyimbo hizo zinaenda mbali zaidi, haijalishi anayesikiliza ni nani. Na ndio maana kuna nyimbo unakuta mtu ambaye ni mpagani au Muislamu au dhehebu nyingine naye anaimba. Kwa hiyo kazi yenu ina thamani kubwa katika kuunga juhudi za uinjilishaji. Tunahitaji kuwa na umoja kama wanamuziki, kama waimbaji, kama wanaopakata. Umoja ndio roho ya kanisa. Tukifuata mfano wa Wakristo wa kanisa la mwanzo, walidumu katika kusali pamoja, na Waswahili walisema umoja ni nguvu. Tunahitaji umoja katika kwaya zetu. Tunajifunza muziki wenyewe, hata nyimbo zenyewe kwa sauti mbalimbali, lakini mwisho tukiimba pamoja tunaonekana tumeimba vizuri zaidi. Muone uzuri wa kuwa pamoja. Wanamuziki au waimbaji, mnapaswa kuwa watu mnaoweza kuelewa dhana ya pamoja au dhana ya umoja kuliko mtu mwingine yeyote, kwa sababu utume wenu wenyewe unahitaji umoja. Kwaya inahitaji kuna mwalimu anayefundisha nota, kuna mpiga kinanda, kuna mpiga ngoma, kuna mpiga gelegele, kuna sauti ya kwanza, sauti ya pili, ya tatu, ya nne. Lakini hata wimbo wenyewe unaowekewa hamu unahitaji kuwe na mwafaka wa